Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Namtukuza Mungu jioni ya leo kutupa nafasi ya kumwabudu na kujifunza. Na nafikiri Jumatatu tulikuwa na tuliondoka na kiporo eti. Amen. Haleluya. Amen. Sasa sijui kama tumekimaliza kiporo tulipoondoka nacho. Maana ilikuwa Jumatatu nzuri eti. Amen. Ilikuwa nzuri sana. Maana watu walifurahia. Maana ukiona siku ya chakula ni kizuri, wengine wanakasirika sana, afu wengine wanafurahia. Unajua siku ni nzuri sana. Sasa inaonekana ilikuwa nzuri, maana wengine walitoka wamevimba, hawajanuna wamevimba kabisa. Sasa sijui uko nyumbani ni kwaje. Tarehe 2 mwezi wa 4 2025. Sehemu ya pili ya somo letu nipate tu jifunze nafasi ya zaka kwenye mahusiano na Mungu. Sehemu ya pili ya somo, jifunze nafasi ya zaka kwenye mahusiano na Mungu. Sitarudi sana kule nyuma, lakini natamani nianzie kwenye somo hili ili twende hatua nyingine. Na kitabu ambacho tutaanza nacho siku ya leo ni kile kitabu cha Malaki, ile sura ya 3, ule mstari wa 7 na ule wa 12. Na siku ya kwanza Jumatatu nilisoma ule mstari mmoja peke yake, mstari miwili peke yake. Sio hivyo? Lakini nataka turudie tena mahali hapo. Kitabu cha Malaki ile sura ya 3 mstari wa 7, Biblia inasema, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande mkaacha maagizo yangu wala hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, tukurudia kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tukakuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mstari wa 9. Hasa ndio mstari ambao tutakaa siku ya leo, mstari wa 9. Anasema, ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Mmelaaniwa kwa laana. Mmelaaniwa kwa laana kwa sababu mnaniibia. Sasa kwenye somo hili tutakaa sana kwenye mstari ule wa 9. Kumbuka umuhimu wa somo hili ni mahusiano kati ya Mungu na mtu kwa njia ya zaka. Sawa? Mahusiano ya mtu na Mungu kwa njia ya zaka. Mahusiano ya mtu na Mungu kwa njia ya zaka. Mahusiano ya mtu na Mungu kwa njia ya zaka. Kwanza unatakiwa ufahamu kwamba sadaka ya zaka ni moja ya sadaka ambazo zipo kiibada kwa ajili ya kumuunganisha mtu na Mungu. Sadaka ya zaka ipo kiibada, au ni miongoni mwa sadaka ambazo zipo kiibada kwa ajili ya kumuunganisha mtu na Mungu. Sasa sadaka karibia zote zimeunganika na ibada, lakini sadaka ya zaka ina utofauti wake kidogo, kwa sababu inaonekana moja kwa moja nafasi yake. Sio kwamba zingine sio za muhimu, lakini na zaka ina umuhimu wake pekee kwa sababu imewekwa kisheria. Haleluya. Sadaka zingine zimeweka kihiari, hii imeweka kisheria. Kwa lugha nyingine, tunapogusia au kuzungumzia sadaka zaka, maana tunazungumzia ibada ya lazima ya mtu kwa Mungu. Ibada ya lazima, sio ya ombi, ya lazima ya mtu kwa Mungu, kutokana na misingi yake, kutokana na mfumo wake. Ibada hii ambayo nilikwambia, kwa sababu sadaka inahusika moja kwa moja kwenye nyanja nyingi sana kwenye maisha ya mtu.
Niligusia Jumatatu, nikagusia kwenye masuala ya ndoa, nikagusia kwenye masuala ya uchumi. Mnajua, ingawa kwa bado sijazama, labda Mungu akinipa nafasi nitagusia huko, lakini nikagusia kwenye nafasi ya mahusiano na Mungu na hiyo sadaka. Nikagusia namna nafasi ya shetani na nafasi ya Mungu. Kwa nini Mungu anapata nafasi na usipotoa sadaka ya zaka unampa shetani nafasi? Tulipita huko. Haleluya. Na ndio bwana nikasema kuna umuhimu wa kutoa. Sasa hebu angalie hii sadaka kwa namna ilivyo. Kwa sababu kulingana na sheria zake, kama tulivyopitia kwamba moja kanuni ya sadaka ni mahali ambapo Mungu amechagua. Nikatolea mfano wa kwangu, nakumbuka nikasema usije ninakudai ukaanza kunilipa wakati haujafanya mawasiliano na mimi au haujui kama mimi nipo. Hakikisha ninapokea. Mnakumbuka Amen. Kama nataka kutuma kwenye M-Pesa, hakikisha namba yake. Hata kwenye hii nilikwambia kwamba hakikisha unamuona Mungu na anakuthibitishia yupo. Tuipitia kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 12 ule mstari wa 5 na wa 6 na tukaruka ule mstari wa 13. Zinaweza zikawa madhabahu nyingi, lakini haimaanishi Mungu yuko kila mahali. Sawa? Zinaweza zikawa madhabahu nyingi sana, lakini sio kila madhabahu imebeba majibu yako. Sasa umaiona, hebu nisikilize kidogo. Umaiona namna ambavyo Mungu ameandaa madhabahu yako Shilo. Wewe unakimbia unaenda kutoa sadaka yako Lama. Majibu yanatoka Shilo, Mungu ameweka Shilo. Wewe unaenda kutoa Lama. Kuna mtu ananielewa kweli? Amen. Ni mahali pagumu sana. Mahali pagumu sana. Kwa sababu kama hautaweza kuzingatia hilo, nini kinatokea? Kwa sababu hutakutana na Mungu. Kwa sababu kinachosababisha majibu ni madhabahu. Sio nini? Nini? Madhabahu. Aliyo Mungu ameweka kwa ajili yako. Ameweka kwa ajili yako. Ameweka kwa ajili yako. Sio kila madhabahu ina majibu yako. Sio kila madhabahu ina majibu yako. Unaweza ukachagua madhabahu ya kumwabudu Mungu yoyote ile. Yoyote ile. Lakini haimaanishi kila madhabahu ina majibu yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukapendekeza madhabahu unazozipenda wewe. Ziwe za dhahabu, ziwe za aluminium, ziwe zozote zile. Na ukajitahidi kuwa mwaminifu kwa namna ya kizingiti kilivyo na muonekano. Lakini kama hayapo majibu yako, utajitesa kule. Haleluya. Amen. Sadaka hatumtolei mtu, tunamtolea Mungu. Sasa hivyo? Amen. Sadaka tunamtolea Mungu, sio mtu. Kwa kama mahusiano hayapo na Mungu kwenye mahali unapotoa huna uhakika, ujue kabisa hapo pana shida. Na ukipata uhakika usipotoa, una adhabu kubwa sana kuliko aliyepoteza. Haleluya. Amen. Sijui kama umeipitia hivi vitabu. Sijui kama umeipitia hivi vitabu. Nitaka angalia kile kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ya 3. Waebrania sura ya 3. Ukisoma ile sura 3 kuanzia mstari wa 7 na kuendelea kule chini, utaona Mungu ambavyo anazungumza juu kilichotokea kule jangwani. Utaona ule mstari sasa, kwa hiyo kama ananavyo Roho Mtakatifu leo, kama mtaisikia sauti yake,
msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha siku ya kujaribiwa katika jangwa. Hapo bazini waliponijaribu, wakanipima, wakaona matendo yangu miaka 40. Kwa hiyo nalichukizwa na kizazi hiki, nikasema siku zote ni watu waliopotoka mioyo hawa, hawakuzijua njia zangu, kama nilivyowapa kwa hasira yangu, hawataingia harani mwangu. Sasa ukisoma kwenye mstari huu utaona namna hii. Sawa Lakini ukiendelea kusoma, ukianza kusoma kisa kwa nini Mungu alikasirika mpaka kufika sema kwa kweli sitawekea sehemu nzuri kwa ajili yenu. Unajua kwa nini? Anawaambia alipojifunua jangwani, walitolea miungu sadaka, hawakumtolea yeye. Ufuatilia utaona kwenye huo mlango vizuri. Anza kufuatilia mada zinazosema, utaona anza kuona. Kwa sababu watu wengi wanafikiri kwamba Mungu hahitaji sadaka. Mungu anahitaji sadaka. Unajua kwa nini? Anafanyani? Kwa sababu ili akupate wewe atahitaji kitu kitachokuunganisha na wewe ambacho ni sadaka. Haleluya. Amen. Kuna sadaka zinampa Mungu nafasi ya kumiliki kwenye kona fulani kwa mtu. Sawa? Zipo sadaka zinazompa Mungu nafasi ya kumiliki kwenye kona fulani au kwenye upande fulani. Lakini kuna sadaka ambazo Mungu ukitoa kwa usahihi anamiliki maisha yako. Sadaka ya zaka. Kuna sadaka mbili ambazo mara nyingi zinaonekana za kawaida ila sio za kawaida sana. Kuna sadaka inaitwa sadaka ya zaka, kuna sadaka inaitwa sadaka ya malimbuko. Haleluya. Zaka na malimbuko. Hii sadaka ni kama zinafanana lakini ziko tofauti kidogo. Lakini hata matokeo yake ni kama yanafanana lakini kuna tofauti kidogo. Kwa sababu sadaka ya zaka inampa Mungu nafasi ya kumiliki maisha yako. Inampa Mungu nafasi ya kumiliki maisha yako. Watu wengi hawajui kwamba sadaka ya zaka ukitoa kwa uaminifu, Mungu ataangalia unavaa nini, unakula nini. Unavaa nini, unakula nini, unaishije. Kwa hata ukimwambia Mungu tazama maisha yangu, Mungu angalia maisha yangu, nakwambia angalia, atayaacha alivyo. Kwa sadaka ya zaka inampa nafasi Mungu ya kutawala maisha yako. Kwa itamfanya Mungu angalie unakula nini, unavaa nini, unaishije. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Moja kitu ambacho nataka kufanya ni kumwambia Mungu, nikumbuke kwa sababu natoa sadaka ya zaka. Hiyo ni sheria, ni mali ya Bwana. Usimdai chochote, usimkumbushe chochote. Ninajaribu kukwambia tu uweze kujua. Ukitaka za kumkumbusha Mungu, nimekwambia toa sadaka za kushukrani nyingi, toa sadaka za naziri nyingi, jiwekee naziri unayotaka, nitatoa 1,000, 200, 100,000, milioni 10 nitatoa. Hizo natoa na una uwezo wa kumkumbusha Bwana. Kwamba Mungu angalia nilitoa mbele zako. Lakini sio zaka. Zaka ni sheria, ni wajibu wako, ni ya Bwana, sio ya kwako. Unamkumbushaje kwamba Mungu nikumbuke kwenye zaka wakati hiyo zaka yenyewe ni ya Bwana, sio ya kwako? Haleluya. Hebu mfika mtu kumlipa deni alafu anamwambia unajua nikumbuke. Nimelipa deni nikumbuke. Okay, kwa hiyo kama nilipa deni ifuataje? Haleluya. Amen. Lazima nisisitize namna hii. Kwenye kitabu kile cha Malaki ile sura ya 3 ile mstari wa 9 ambapo nimesema tutakaa siku ya leo, nilikuwa najaribu kukurudisha nyuma kidogo uweze kukumbuka wewe mwingine ambaye ulipotea kidogo au dozi ilikuwa ngumu, ulipoteza network. Anasema ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Kwa nini anasema mmelaaniwa? Kwa nini anasema mmelaaniwa? Sielewi kama unajua nini maana ya laana. Maana watu wengi wanapozungumzia zaka
kutoa au kutokutoa, kuna kitu kinalugwa kinaitwa laana. Sawa? Ni muhimu sana. Laana. Laana ni kitu gani? Laana ni nguvu ambayo inaondoa mafanikio ya mtu. Laana ni nguvu inaondoa mafanikio ya mtu, au inayofanya vita na mafanikio ya mtu. Laana. Ukiangalia upande mwingine, laana inafanana na mauti. Ukiangalia upande mwingine, laana inafanana na mauti. Kwa sababu laana inapiga vita kila utakachokishika usifanikiwe kwenye nyanja yoyote. Kwa kama hujatoa zaka, Biblia inasema automatically umefungua mlango wa laana. Umefungua mlango wa laana, ambao huo mlango wa laana, hiyo laana itaingia kwenye maisha yako na kufanya vita na kila wazo na kile utachokifanya cha mafanikio. Lakini pia kazi ya laana ni kuhakikisha usifikie unapotakiwa kufika. Kila mtu ana kiwango ambacho anatakiwa kufika, iwe kiuchumi, iwe kwenye maisha, iwe kwenye kustawi na kwenye mambo mengi. Ana kiwango chake. Anaposema huyu mtu amepewa mafanikio yake, manake ili yawe mafanikio ni lazima yafike pale inapotakiwa kwa mafanikio. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna mtu mwingine kumiliki shilingi 10,000, 20,000 au 100,000 anaweza akajiona kama yuko kwenye maisha nafuu. Tunaelewana? Lakini kuna mtu akishika 100,000 ni maskini wa kutupwa. Na hii laana inaenda mpaka kwenye mwili, kwenye afya ya mtu, kwa sababu inafanya kazi ya kudhoofisha huyu mtu asifanikiwe kwenye mwili. Unaweza kunisomea hapo kidogo? Kile kitabu cha tuanzie kitabu kipi ambacho kitakuwa rahisi zaidi? Kwenye kitabu cha Yohana waraka watatu wa Yohana, ile sura ya kwanza, ile mstari wa mwanzo. Waraka watatu wa Yohana. Kinasemaje? Waraka watatu wa Yohana. Haupo? Soma ya mstari wa mwanzoni. Anasema, mzee kwa Gayo, mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Inatosha. Huyo mtakatifu wa Bwana alifanikiwa kweli kweli, lakini waombaji, Mtume Paulo, Mtume Yohana na nafasi yake, angalia anachomwombea. Amefanikiwa kiroho. Ukisema ukweli tena anasema kama alivyofanikiwa kiroho, sio? Kama ulivyofanikiwa kiroho, nataka ufanikiwe kuwa na afya. Sasa sijui kama hujui kama baraka ni sehemu ya afya. Kwa nini nimekusia mstari? Kwa sababu laana ya zaka inaweza kushuka kwenye afya ya mtu. Sio kila mtu anayeumwa anaumwa kwa sababu ya mashambulizi. Mwingine ni laana ya zaka. Yapo magonjwa mengine ambayo yanakuja kile ukiwa na hela. Sio shetani anatuma. Inawezekana laana ya zaka inakuja. Na ndio maana unaweza kukemea shetani kabisa usimuone, na ukashangaa ghafla kila ukipata hela ghafla shida inaingia ndani yako. Kwa sababu laana ya zaka inaweza kusababisha madeni kwa mtu. Kwa sababu ni moja ya njia kusababisha huyu mtu asifanikiwe.
unakuwa na uhitaji uliopindukia utakaosababisha uingie kuchukua visivyo vya kwako. Haleluya. Uishi maisha yako kwa kutumia mali za watu. Afya. Laana ya zaka inaingia mpaka kwenye afya. Mpaka kwenye afya. Sio kwenye fedha tu, maana mnafikiri laana hii inaenda kwenye biashara peke yake. Mpaka kwenye afya. Mpaka kwenye afya. Kwa hiyo ukiona kuna magonjwa unaombea yanaisha, ukimaliza yakishaisha nini kinatokea? Unafika mahali unashangaa ghafla unaposema sasa nimetulia kidogo nifanye mambo yangu, inakuja tena tatizo la afya. Nenda kaangalia kwenye mfuko wako wa zaka, unatoa wapi? Unaweza kuwa unatoa kwa uaminifu, lakini unatoa wapi? Kama utoi, angalia. Niwahi wakati mwingine niwahi tokea namna hiyo. Kuna familia moja, Mungu alinihimiza mara nyingi kwamba mwambie mkumbushe au anatoa sadaka ya zaka. Mkumbushe. Ili mkumbushe mwaka wa kwanza, nikamkumbusha mwaka wa pili. Hakutaka kutoa, aitafuta sababu. Nikaacha. Unajua nini kilichotokea? Kwa mwaka anatumia mamilioni kwa ajili ya magonjwa ya familia. Haleluya. Kwa kila mwezi kuna gharama nyingi tu anazozitumia. Mara katoto 500 milioni inaisha, mwezi unaofuata mwingine imeshindikana, hata gari yenyewe zinaanza kuumwa, anaanza kuihudumia, akisumba kitengeneza inaanza kuharibika gari nyingine. Hivyo nenda. Nikijibu kumbusha ngambia unakumbuka nilikwambia? Ambia sawa. Lakini hakufanya. Tatizo likaendelea. Kajikuta anazama kwenye madeni makubwa sana. Unaelewa ninachosema gani? Amen. Haleluya. Amen. Najaribu kukuonyesha kazi ya laana inapoenda, inatenda kazi. Na wengi tunapofika kwenye laana ni rahisi kutamka, okay, laana, okay, ni kitu gani laana? Ni kitu gani? Kwa sababu laana inaweza kutambua wazo la mafanikio ulionalo ndani, na ikaanza kufanya vita ndani yako na wazo la mafanikio, na likapotea ndani yako wazo la mafanikio. Kwa sababu wewe umefungiwa kufanikiwa. Unaweza kaomba kwa jinsi utakaoomba. Unaweza kujipanga kwa jinsi utakojipanga. Nikwambie, hii laana ikishaingia haina dawa ya namna ya kuitoa. Unaweza kuizuia kwa muda, ila sio kwa kudumu. Kwa nini? Kwa sababu iko kisheria. Unaelewa? Ipo nini? Kisheria. Kwa piga vita upigavyo. Na ndio maana watu wengine wanashangaa baadhi ya matatizo mengine. Na bahati mbaya sana, hatuendi kumuuliza Bwana, Bwana, kwa nini haya? Bwana, kwa nini hapa? Bwana, kwa nini yametokea haya? Sio kila kitu unachokiona kinatokea kwenye maisha yako kuingia kwa ajili ya kumwambia Mungu ponya. Unajua tunakimbilia kusema Mungu ponya bila kuweza kujua nini sababu ya tatizo kutokea. Haleluya. Angalia, tunapambana na mambo mengi sana, na Wakristo wengi wamejipanga namna hii kwamba kila linalotokea ni kukemea, kila linalotokea ni kukemea. Kwa kuna wakati wanajikemea hata wao. Mkristo asiyetaka kujua kabla ya kuchukua hatua, huyo Mkristo ni tatizo. Yeye ndio sababu ya kuangamia kwake mwenyewe. Anataka kujua, anataka kurupuka haraka, anataka kibiri. Huyu yeye mwenyewe ataangamia mwenyewe. Yeye mwenyewe atakuwa sababu ya kuangamia mwenyewe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ufahamu kwamba laana kila mahali inapokuwa inampa fursa shetani. Kila mahali laana inapokaa inampa fursa shetani. Inampa fursa shetani. Kwa kama kuna vita ulikuwa unapigana, kama kuna vita ulikuwa unapambana, iwe
iwe ya kiroho, iwe ya kimwili, iwe kuna namna ambavyo umepigana vita, umefika mahali unatamani kuvuka, laana ikiwepo ndani yako inampa nafasi shetani. Leo tutaangalia baadhi mifano michache kwenye Biblia. Tutaangalia mifano michache sana kwenye Biblia. Mifano michache sana kwenye Biblia. Mifano michache kwenye Biblia. Sasa sijajua utanisomea haraka haraka hapo au nisome mwenyewe. Nataka nianze na kile kitabu cha Hesabu sura ya 22 mstari wa kwanza, wa pili. Nianze na Samueli wa kwanza. Nataka nianze na Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza ile sura ya 17 mstari wa 40 na 46. Hasa mstari wa 43 ndio ninaotaka mimi. Mstari wa 43. Hii hadithi inaeleza habari ya Daudi na Goliati na vita vya vita ya Wafilisti na Israeli. Haleluya. Biblia inasema, sasa ninaposoma nimeanzia wakati tayari Daudi ameingia kwenye ile vita. Biblia inasema akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5. Maana baada ya kujadili zile vita zile kwa za mfalme akaziona ni nzito, akaamua kuchukua ile desturi yake katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji. Huyu ni Daudi aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Mstari wa 41. Huyo Mfilisti naye akamkaribia Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamwona Daudi, akamdharau kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mstari wa 43. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata unijie na kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Angalia ule mstari wa 43 au 44. Biblia inasema Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama mwituni. Mstari ule wa 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi nitakujia wewe kwa jina la Bwana majeshi, Mungu wa majeshi wa Israeli uliyemtukana. Siku ya leo Bwana atakutia mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima mjue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Soma kile kitabu cha Hesabu. Ule Hesabu ile sura ya 22 ule mstari wa 2 na wa 6. Au ngoja tutasoma baadaye kidogo. Andika tu, tutasoma baadaye kidogo. Tutasoma baadaye kidogo kwanza. Nitaka uone sababu ya hawa Wafilisti. Angalia. Hii vita walikuwa wanataka kupigana, lakini shida ilipotokea ni kwamba kila walipoinuka ikaonekana kila mmoja anamuogopa mwenzake. Sawa? Wakafanya kitu kingine cha pili, wakasema sasa kwa namna hii lazima tutafute mtu. Tusipigane sisi. Kila taifa itafute mtu ambaye atapigana. Wakipigana atakayepigwa ndiye atakuwa mshindi. Tunaelewana? Maana wote watakuwa mateka, mtakuwa wamepigwa. Biblia inasema ilichukua siku 40 mpaka Daudi anaenda. Ilikuwa ndani inachukua siku ngapi? 40. Angalia yule Mfilisti alichokuwa anafanya. Pale walipokuwa wanainuka Waisraeli na Wafilisti wanapoinuka kwa ajili ya vita, wanamuinua Goliati. Unaelewa? Wakishamuinua huyu Goliati, Waisraeli wanakimbilia kwenye mapango.
Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anawatukana Waisraeli na kuwalaani kwa majina ya miungu yao. Laana, nimesema, inampa shetani nini? Nafasi. Maana watu wengi wamejui. Kwa nini Daudi anamlaani kwa jina la Bwana wa majeshi? Kwa nini huyu naye Goliath wa Gathi anamlaani kwa majina ya miungu yake? Kwa nini alikuwa na walaani? Kwa nini asiingie kupigana tu? Kwa nini Daudi asiingie kupigana tu? Kwa nini asiingie? Anatafuta laana. Anatafuta laana. Maana kama usipolitazama hii, bali kama hili asipolishughulikia, itakuwa ngumu kuvuka mahali hapo. Nenda kwenye kitabu cha Isaya ambacho nisema usome. Kitabu cha Isaya. Isome sasa. 22 wala mstari wa pili na wa sita. Wa pili hadi wa sita. Nasoma. Biblia inagoma. Wapili hadi wa sita. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawakimbia wazee wa Midian. Sasa jeshi hili la watu litawalamba, vitu vyote vitazunguka kama vile ng'ombe alambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaam mwana wa Beoli hata Pesori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenye kwenda kumwita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri. Tazama wanaofunika uso wa nchi. Sikiza kwa makini sana. Tena wanakaa unikabili mimi. Basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa. Maana wana nguvu kunishinda mimi. Inatosha. Unaona sehemu ya pili kwetu tulikuwa tunaangalia habari za Daudi, sio? Lakini tunaangalia wana wa Israeli walipotoka nchi ya Israeli, nchi ya Misri, walipitia baadhi ya mataifa mengine, na mataifa mengine waliyapiga kabisa. Na huyu Balaki alisikia yule mfalme wa Moabu, namna wale wafalme walivyopigwa na namna nchi zao zilizopigwa walipokuwa wanapita. Maana kuna nchi zingine walipokuwa wanapita waliwaambia tunaomba tupite, waliokatalia. Na Mungu akamwambia Musa, inua jeshi, pigana nao uweze kupita. Alipofika karibu na Moabu, Biblia inasema Musa alimcha, alikuwa mnyenyekevu kwa mfalme wa Moabu. Akamuomba, hatutagusa chochote, tutapita tu njia. Alimuomba kwa unyenyekevu. Katika wafalme walionyenyekea Musa ni miongoni mwa huyu, lakini aligoma. Akasema watatafuna vitu vyote, nchi yote itakuwa jangwa. Angalia mpango aliogundua. Na alipoona nguvu zao na utendakazi wao, nini alichokifanya? Alienda kumtafuta mtu mmoja anaitwa Balaki, ambaye alikuwa ni nabii enzi zile kwenye ukanda huo, ambaye yeye alikuwa kila neno akisema lazima litokee. Akaenda akasema, nimekuja, kuna watu wenye nguvu kuliko mimi, nitakupa zile utakayoitaka, lakini uje unilaani ndipo nipigane nao. Kwa nini hakusema nipigane nao ndipo ulaani? Kwa nini anasema nilaanie kwanza ili nipigane? Anasema wana nguvu kunishinda. Kwa ninachokuomba, sihitaji ushike upanga, sihitaji ushike chochote, nahitaji uweze kuachilia laana tu ili niweze kuwapiga hao watu, niweze kupigana nao, hapo nitawashinda. Kwa kama hautanilaania sitaweza kuwashinda. Haleluya. Sisi kuna mtu yuko hapa. Haleluya. Amen. Wewe unaona? Umejiuliza namna mtazamo wa zaka shetani anavyotazama kwa sababu shetani anajua kabisa moja sehemu ya
rohoni na utapoteza nguvu za rohoni. Ni sehemu ya zaka. Unafikiri shetani atafanya nini? Watu wengi hawajui kama shetani anafanya kazi kupigana na watu kwenye zaka. Sio wengi wanajua. Sio watu wengi wanajua. Na ndio maana moja mtihani mzito ni kwenye zaka. Unajua kwa nini? Kwa sababu zaka inafungua lango la laana moja kwa moja. Zaka inampa shetani mamlaka ya kukupiga. Haijalishi umekaa kwenye wokovu kwa muda gani, unamjua Mungu kwa muda gani. Lakini ikishaingia laana, mamlaka ya kwako haina kazi tena. Mamlaka ambayo Mungu ameachilia kwako haina kazi. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajua kwamba ili uwe na nguvu ni lazima ushinde kwenye zaka. Kwa moja ya mashindano ambayo shetani anapigana na watu na kuwazuia watu na kuwavuruga watu ni zaka. Kwa nini? Sikiliza. Kwa shetani amejiwekea mtaji. Kwa anapotaka kumwangusha mtu, atatafuta haki ya kumwangusha. Utaposema nina mamlaka za rohoni zote, sawa. Atachoenda kukuvuruga ni kwenye zaka. Akikuvuruga kwenye zaka, nini kinatokea? Manake ile mamlaka ya rohoni haitafanya kazi ndani yako. Angalia, katika masuala ya vita za kiroho, katika masuala ya vita za kimwili, ukishapoteza mamlaka umekwisha. Angalia Biblia inasemaje? Sasa ni mwapa mamlaka ukanyaga nge nani ni? Sasa ile mamlaka aliyokupa inakaa kwa uhalali kisheria. Ghafla kule ndani umepoteza uhalali wa kumiliki ile mamlaka. Wewe si mwaminifu. Kwa sababu angalia, ngapi wanajua Mungu ni baba yetu? Unajua moja tofauti ya Mungu na miungu mingine ni uaminifu. Na ni Mungu anayetimiza ahadi. Ni Mungu akiahidi anatekeleza. Ni Mungu ambaye anawafikiria mema watu wake. Ni Mungu ambaye anajali maisha yao. Ni Mungu ambaye anawapenda kuliko anavyojipenda yeye. Na ndio maana akamtoa mwana pekee wa Mungu. Haleluya. Akateswa, akasulubiwa kwa ajili yako. Ni mwaminifu. Angalia. Kitu kimoja kinaweza kikavunja uaminifu wa kila namna, ni wizi. Kwa sababu ndani ya wizi kuna usaliti. Ndani ya wizi kuna usaliti. Sasa kuna watu wanafikiri ndani yao kwamba kwa nini hawana nguvu juu ya adui zao. Waende wakaangalie namna shetani anavyowapiga chenga kwenye zaka. Na ndio maana watu wengi kwenye zaka si waaminifu. Na kwa sababu hiyo nenda kaangalie. Nisikilize. Biblia inasema hivi. Ukiwa na imani ya punje ya haradali, utauambia mlima uondoka, wala halitakuwa neno lisiowezekana kwako. Sawa? Mathayo 17 nafikiri mstari wa 20 pale na 22 naeleza. Sawa? Kwenye imani ya haradali wewe ushavuka. Haleluya. Kuna mmoja ambaye ana imani ya haradali hapa. Ushavuka. Kwenye imani ya haradali ushavuka. Lakini nenda kaangalia matokeo yako. Kaangalia matokeo yako. Matokeo ulionayo ni matokeo madogo kuliko mwenye imani ya haradali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio, unanielewa? Amen. Namna hii. Kile Mungu alichokuwa ameachilia kwangu jioni ya leo. Chia laana. Watu wengi wanatembea kwenye laana. Na ndio maana hawana nguvu za kumshinda adui zao. Sio kwamba ni utakatifu. Ile Yesu kumkubali kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeshapata fursa ya kuomba na kujibiwa. Haleluya.
ushamwamini, uko tayari na kufanya baadhi ya mambo mengine. Mtu yuko tayari kutoa mchango shilingi 100,000, lakini hawezi kutoa zaka kwa uaminifu shilingi 10,000, shilingi 50,000. Unaelewa ninachosema? Unajua kwa nini? Kwa sababu ndipo mahali shetani anacheza na watu. Ndipo shetani anashughulika na watu. Unaweza, kuna mahali unahitaji kuvuka, lakini ni muhimu sana kwanza kuangalia kwa jinsi hii, kwa sababu inawezekana hata maombi yako ya vita juu ya vitu unazopigana hayana nguvu, kwa sababu kuna zaka unakula. Kwa sababu utapoinuka kuna mamlaka. Sikiliza, angalia, anasema nilaani, nilaani niweze kuwapiga. Kwa shetani anapokosa nafasi kwako, atakutafuta huko, kwa sababu ndio mahali ambapo anaweza kukupata. Tunaona kwa Kaini na Habili. Haleluya. Amen. Kichotokea hata Mungu aliposhuka, Mungu hakumlazimisha Kaini kumfanya awe mtii, asifanye ndio anataka kulifanya. Biblia inasemaje? Mungu alimwambia, wewe mwenyewe Kaini, shughulikia hili, ni la kwako. Anamwambia, wewe shetani, na hii dhambi inayo kuotea unatakiwa uishinde. Ile Mwanzo sura 4. Sasa unatakiwa uishinde. Ya kupasa uishinde. Ya kupasa, manake wewe utawajibika kwa sababu ya hii. Kwa sababu kwenye sehemu ya sadaka, yeye ndiye aliyetoa sadaka zilizokuwa mbovu. Sio wapendwa wangu? Sasa Mungu alipopakwa kushinda adui, ndani yangu sielewi. Sawa, utaelewa. Lakini kuna mahali makosea. Haleluya. Haleluya. Laana. Kwa laana hii shetani ana uwezo kuitumia kwa mtu. Kwa hiyo baada ya laana kuangukia kwa mtu, shetani anatumia fursa hiyo kwa ajili ya kuharibu maisha ya mtu. Kwa ndipo utashangaa kwa nini wengine ni waombaji, ni watumishi wazuri, lakini kuna matatizo ambayo yanawakumba yasiyoweza hawawezi kuyazuia. Angalia, anaweza kuwa na upako akaombea wengine wakawa sawa, akaombea wengine wakafanikiwa, lakini yeye hawezi kufanikiwa. Tembelea kwa watumishi wengi, utakuta yeye anajitahidi sana, watu wengine anawahurumia, anawaombea, na kweli wanakuwa salama. Unaelewa? Lakini yeye magonjwa yaisha na Panado na za chenga na za vitugu zote ziko ndani. Sasa najiuliza, hivi ile nguvu iliyoweza kuhudumia mwingine imeshindwaje kumhudumia yeye? Kuna mtu ananielewa kweli? Tunaelewa. Nataka kwa akili zako zikae vizuri sana. Unaomba, yanatokea matokeo kwa watu wengi, na wengine mpo hapa, watu wanakuja na matatizo yao, naomba wanafanikiwa, na unaona kabisa kuna mafunuo yanapatikana, unaona kwa ajili ya watu wengine, lakini ndani yako ukiingia ugonjwa, maombi kidogo na dawa zitahusika. Unaomba hakuna kitu. Unaomba hakuna kitu. Unaomba hakuna kitu. Mwisho ndio tunakuta dawa zikwapi? Dawa tatu. Anazifahamu vizuri mama mtumishi. Hiyo nafikiri hali ya kawaida. Ule upako unaoponya wengine, unashindaje kukuponya wewe? Na ukiangalia kabisa hata kwa akili zako chache, unaona ni shetani anayekushambulia. Unaona kabisa ni shetani. Yaani sio kupepesa macho. Shetani aliyempiga fulani ni sawa sawa na aliyekupiga wewe. Lakini wewe umemwombea kwa kinywa chako, angeombea mwingine ingekuwa sawa. Lakini umemwombea mwenyewe, umeona akipona. Ngoja bwana. Wakristo wengi sana na watu wenye ngazi za watumishi wengi utasikia wanalalamika. Yaani Mungu, nimeomba biashara fulani imeinuka, nimeomba uchumi wa fulani umeinuka, lakini mimi mbona mambo magumu? Tatizo sio mambo magumu, tatizo wewe ni mgumu. Amina.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Na ndio maana nilikufundisha nilipokuwa namaliza somo Jumatatu kwamba sadaka ya zaka haianzi kwenye kuandaa, inakuwa imejiandaa. Wewe unapoanza kufanya jambo ni lazima uanze kutengeneza mazingira ya Mungu kwanza kabla ya mafanikio yako. Amina. Na niliwaambia Mungu aliniambia siku ile. Ndio kama huyo Mungu anayekutumia kwa wengine, kwa nini akutumie kwa ajili yako? Yaani, hapo tunatakiwa ufikirie sana. Huyo shetani anaofukuza kwa wengine, kwa nini kwako hatoki? Amen. Anaanga wengine anashika mashavu, wengine anashika vichwa, wengine anashika videvu, vivyote vile pesa wangu. Jiulize. Na ndio maana shetani hawezi kuruhusu ung'oke mahali hapo. Angalia. Ukijiangalia sana kwenye utoaji wako, hasa kwenye zaka, utaona kitu hiki. Watu wengi ambao Mungu amezungumza nao kama ni madhabahu gani ni sahihi kwa ajili yao, ambayo Mungu ameruhusu watoe sadaka. Nisikize kwa makini. Wana ugonjwa huu. Na shetani anawatumia hivi. Kila ataposadaka anapata sadaka, anapata hamasa kutafuta wapi akatoe sehemu zingine zake. Anatafuta njia nyingine kwa kutoa zaka. Aidha, akiona anatafuta sababu kwa kutoa kwingine hakupo ni mbali, anafikiria, anasema ngoja nitumie, nijikopeshe alafu nitatoa. Ndivyo shetani anawatumia. Haleluya. Amen. Unasikia nani yako? Nimetoa mfululizo huko zaka. Nitoa zaka lakini safari si nikatoe kule, si kanisani, si nikatoe wapi. Lakini inabidi nitoe sehemu nyingine tena. Nimekuja wazo. Ghafla umepiga mluzi ukausikia ukashangaa wewe umepita na wewe mluzi huo. Angalia. Baada ya uchumi kuharibika kabisa, unajikuta ndani yako kuna hukumu inanuka. Unajua si kwenda kupeleka kwenye madhabahu fulani ambayo Mungu alisema nipelekage sadaka. Mambo yamekuwa magumu. Haleluya. Amen. Sikiliza. Hili jambo linaonekana la kawaida, lakini unahitaji kupiga vita ya kiroho. Unahitaji kupiga vita nini? Kwa sababu laana hii inampa nafasi shetani ya kushambulia huduma ya mtu. Inampa nafasi shetani ya kushambulia huduma. Ndio maana kusoma kwenye Biblia kuna wakati ambao majini alianza kuhitaji sadaka kwa watu. Kwa ukiona huduma yako inashambuliwa, unashindwa kuelewa inapigwa pigwaje, nenda kaangalia kwenye swala hilo la sadaka ya zaka. Kama ni mwaminifu, kama sio mwaminifu, ujue kabisa huduma yako itapigwa sana na shetani. Itapigwa sana na shetani kama sio mwaminifu. Kile kitabu cha Mambo ya Lawi 17 mstari wa ule wa 7. Mambo ya Lawi 17 mstari wa 7. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao wafuata ili kufanya uasherati nao. Sasa Biblia imetumia neno uasherati. Wangapi wanaelewa maana uasherati? Kuna mtu anaweza kanieleza maana uasherati? Mambo ya Lawi 17 mstari ule wa 7. Kuna mtu anaweza kanieleza uasherati? Kuna tofauti kati ya uzinzi na uasherati, Uasherati ni mwanamke au mwanaume ambaye hajaolewa. Hajaoa au hajaolewa, sio? Mzinzi ni yule ambaye ameolewa, anaenda nje ya ndoa yake. Sawa. Lakini Biblia inasema huyu anasema yale majini yakishadai sadaka, wanaanza kujikuta wanaifuata na wanajikuta wanafanya uasherati. Kwa sababu ndani ya sadaka kuna agano la uhai ndani.
ndani ya sadaka kuna agano la uhai. Kuna agano la uhai, alafu kuna agano la nafsi. Kuna agano la uhai, alafu kuna agano la nafsi. Kwa utaanza kuona shida inapokuja kutokea sasa hapo. Kwa watu wengi wanapotoa sadaka wanafungwa, wanafungwa na hiyo miungu. Na kwa nini wanahitaji sadaka? Kwa sababu wanakuhitaji wewe. Sio wanahitaji sadaka, wanakuhitaji wewe. Kwa nini Mungu ametumia neno uzinzi, uasherati? Kwa sababu watu wengi ambao shetani anashughulika nao ni wale hawamjui Mungu, ambao wanaanza kumtafuta Mungu au wamefikia kiwango fulani cha kumtafuta Mungu. Kwa kabla hawajaingia kwenye maagano ya Mungu ya umiliki, kwa anaingia kuingia maagano na hao watu. Sawa? Kama hujaifikiria, angalia mara nyingi kila mahali ambapo ulipotaka kumtafuta Mungu ndipo washawishi wale wainjilisti wa waganga wanakuja kukuita. Unatatiza hili wewe, kuna mganga fulani, unatatiza hili, kuna mganga fulani. Kwa nini wanatangulia kuja? Kwa sababu wanatafuta umiliki. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua hata mwasherati akiingia kwenye ndoa, kitachomtoa kwenye ndoa ni ule washerati wa kwanza. Kama hajashughulika washerati wa kwanza, hajashughulika nao, ndio utakaomtoa kwenye ndoa. Haleluya. Kama alishughulikia atakaa kwenye ndoa. Nasema hivi, yale maagano na vile vifungo ulivyoingia kwenye miungu kabla ambayo kutafuta kwa namna ya kisadaka, kwa namna hii, utapoenda kumtafuta Mungu, maagano yale ndio atakao kutoa kwa Mungu. Kwa nini nikuta ghafla uko kwa Mungu lakini kama huko kwa Mungu? Mguu ndani mguu nje, mguu ndani mguu nje, mguu ndani mguu nje. Ukikaa kwa Mungu utafikiri kule ndani unafukuzwa, mara unachomoka tena, mara unaingia unachomoka. Unachomoka kwa Mungu na kuingia agano. Lakini lazima ufahamu kwamba zipo laana nyingi kibiblia, lakini hakuna laana ngumu kama laana hii. Zipo laana nyingi kwenye Biblia, lakini hakuna laana ngumu na mbaya kama laana ya zaka. Kuna laana nyingi. Zipo laana nyingi ukifanya makosa. Kuna laana zipo. Lakini hakuna laana ngumu na mbaya kama ya zaka. Kama ya zaka inaomsukuma Mungu bali na wewe. Lakini hauwezi kutatua laana ya zaka kwa maombi au kwa toba. Hauwezi kutatua laana ya zaka kwa maombi na nini? Na toba. Ukitaka uiondoe laana ya zaka ni lazima utimize wajibu. Ndio hivyo sasa. Dawa ya deni kulipa. Sio kukopa tena. Sasa hapo ndo mahali pagumu sana. Wakati watu wengi wanaomba Mungu awasaidie watoe mahali hapo, na wanahisi kuna laana ila wajui sababu yake, na inawezekana Mungu amempa nafasi ya kumwambia wewe mwaminifu kwenye sadaka na sio mwaminifu. Ghafla anapozidi kuomba ndipo matatizo yatapokuwa makubwa. Ili Mungu akuonyeshe anaachilia mlango zaidi wa adui ulinzi ili uweze kuona anaposhambulia vizuri adui. Unajua nini? Kwa sababu kama ufunguo wa laana ilikuwa ni zaka, ufunguo ule ule ndio unaweza kufunga ile laana. Amen. Sio mwingine. Hapa omba hata moto ushuke mpendo wangu. Hakuna kitu. Uwe na upako wote ule wa kwako mpendo wangu, utachemka tu. Ili ufunge unahitaji nini? Zaka. 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 Unatakiwa ukatoe zaka. Sasa unapotoa zaka kwa namna gani? Sasa kuna watu ambao alikuwa mwizi, alikuwa sio mwaminifu na aliingia kwenye laana na matatizo haya. Anafika mahali anafanya akitoa siku moja, mwezi mmoja hapa anasema, "Tayari Mungu nimetoa. Asante." Hakuna. Inaweza kuchukua hata miezi 6. Unaweza kukuta vichukua hata miezi 6.
unakuwa mwaminifu ndani ya miezi 6, alafu Mungu ndipo anaanza kukuangalia kwa upya kwamba inawezekana akawa mwaminifu sasa. Bwana, nimetoa sasa. Nimetoa Mungu. Naomba niondoe kwenye hivi vifungo. Sikiliza, hata kama umesikia leo mpendwa wangu, utatoa na kutoa. Mungu anaendelea kukutazama. Unatazamia kwa utatazamiwa vizuri tu kama vile Shema anavyotazamiwa miezi 6. Na wakati mwingine Mungu anaweza kwenda hata zaidi, lakini miezi 6 ndipo unakuta ile kila kitu kimeondoka. Lakini umefanya mara moja. Unakimbia, Mungu asante umenifungua. Mpendwa bado. Yaani umeiba miaka 10. Alafu umetoa mara moja na unasema Mungu nini ku? Unaangalia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mitume walikaa muda mrefu sana. Ndipo anaanza kuwachagua wewe utakuwa si rahisi kama unavyofikiri wewe. Ukimuuliza Mungu anasema wanadamu hawaaminiki. Hawaaminiki. Hata nyinyi mnajijua hapa na. Amina. Mnajijua? Unaweza kuanza kuona. Lengo ni nataka uone namna. Na ndio maana Mungu ukiingia kwenye laana hii, Mungu hasemi habari ya laana. Ukimwambia Mungu niponye kwenye ile, anasema nitakuponya. Nimekwisha kukuponya, lakini tatizo liko pale. Maumivu yako pale. Uchumi uko pale. Uko vile. Unapoomba zaidi ndipo naondoka zaidi uchumi. Unapigana zaidi unashangaa unaondoka zaidi. Sasa inakuaje? Wewe si mwaminifu. Mahusiano ya Mungu na mtu ni makubwa sana. Nimwambie ina nafasi ya sadaka ni muhimu sana. Sawa? Amen. Mungu akusaidia kuelewa na kuitekeleza. Kwa sababu usije ukashindwa kuifanyia kazi, ukaanza kuona ni kitu cha kawaida. Amen. Na ndio maana ukiona huduma zako zinajumba, ukiona mazingira hayo, kapitie vizuri somo, ukaanza kuona, anza kushughulikia hapo. Amina. Maana kuna watu wanasema hii ni 50 tu, lakini sio ya kwako. Ni 100 sio ya kwako, ni ya Bwana. Hata kama ni 50 sio ya kwako. Aliyeiba 50 na aliyeiba laki ni wale hukumu nini? Na Biblia inasemaje? Aliye mwaminifu katika kidogo. Sasa wewe kama sio mwaminifu katika kidogo, nenda kaangalia vizuri. Unafikiri ngoja niambie. Hivi unafikiri zile 500 100 ambazo unatakiwa utoe zaka ni ngapi ambazo umekula? Ni nyingi. Hizo 100 200 500 shilingi 50 shilingi 20 ni zaka za Bwana. Amekupa 200 shilingi 20 ni ya Bwana umekula. Kwa ile shilingi 20 imefungua laana juu yako. Hivyo unajua wanangu kwamba kuna mambo mengine ukiangalia leo yanashangaza sana. Yaani mtu anaweza akala zaka shilingi 200, sawa? Au shilingi 100. Alafu ndani yake akawa umetunza hela, sawa? Hata laki mbili au laki moja. Alafu hapo si alikuwa anaomba baraka hapo anatoka ile laana inaondoka inaenda kumwambia mwizi kuna hela sehemu fulani. Na mwizi anatoka anaongozwa mpaka anafika kwenye hela anazichukua. Anaondoka nazo. Kuna mtu anaendelea kweli? Amen. Unaweza kukuta wameluka mizigo ya wengine, biashara yote, afu wamekuja kuharibu mzigo wako wewe. Sasa yule kulikuwa na mizigo mingi sana. Tena unakuta wako sio mkubwa kama ya kwao. Alafu ili wako litunza vizuri kuliko ya kwao, lakini uharibifu umeufuata wa kwako. Umeacha yote. Laana ya zaka. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pakujichekecha wenyewe. Pakujichekecha wenyewe. Angalia vizuri sana. Devo, usilalamike. Kwa nini haya? Nenda kaangalie kwanza. Simama. Hebu naomba uelezee kidogo hapo. Kuna wengine hapa ni wageni, masuala ya zaka hawajui. Hebu elezea tu kidogo, mfano shilingi 1000 mtu akiwa amepata shilingi 1000 anatakiwa atoe shilingi ngapi? 2000 akiwa na 100 ili kuwafungua watu. Maana mtu hawezi kujua kwamba sasa hapa najua 20 tu ndio inanipa laana. Nilikula shilingi ngapi? Kidogo tu. Mtumishi ameomba kidogo. Sasa zaka ni sehemu ya 10